Mbosso anatibu mioyo ya watu. Yaani nyimbo za Mbosso kaka ukizisikiliza kwa makini zinaingia hadi kwenye mishipa ya damu. Yaani damu inasisimuka. Zinaingia kwenye mishipa ya damu. Ni kitu gani ambacho kimembadilisha? Amekuwa mtamu zaidi kuliko alivyokuwa kule au vipi? Nipo na Mr. Ngovi aje kutuelezea kile kitu ambacho amekiona. Mambo vipi? Kama kawaida, kwanza nimefurahia mno ulivyoanza ya kwamba Mbosso tokea alivyotoka huku alipokuwa amekuwa mtamu zaidi. Umeanza vyema kakaangu. Lakini watu wafahamu kwamba katika wasanii wa mziki wa Bongo Flava Tanzania, Mbosso Mshedede Khan ni kijana mwenye talent ya hali ya juu. Ni kijana mwenye uwezo mkubwa mno wa kuimba. Mbosso sio kama tu Wasafi, labda unaweza kusema labda kulikuwa kuna mbeba. Unasema? Sio kwamba Wasafi kulikuwa pana mbeba, ni uwezo wake. Mbosso sio kwamba kipindi kile ya Moto Bendi ilikuwa inambeba, ni uwezo wake. Na ndio maana leo hii katika wasanii ambao walikuwa wanaunda ya Moto Bendi kipindi kile, kwa sasa hivi ambaye anazungumzwa ni Mbosso peke yake. Katika wasanii waliokuwa wanaiunda ya Moto Bendi, nazungumzia alikuwepo Enoch Bella, alikuwa Beka Flava, alikuwepo Aslay pamoja na Mbosso Khan. Lakini kwa sasa hivi Mbosso ndo anazungumzwa mno. Ukipita mitaani kwenye maredio, mabodaboda zinapigwa nyimbo za Mbosso. Zile enzi za Aslay, za kina Beka Flava, wakina Enoch tayari, yani kama watu ambao tayari wamesha so kama hawana uwezo, lakini Mbosso ana uwezo zaidi. Na ndio maana leo hii watu ukipita mitandaoni wanaizungumzia Power. Mitaani kwenye vibanda wanamzungumzia Power. Huku wanamzungumzia nusu saa. Huyu mara tena. Huyu mara si ya viola. Kwa hiyo Mbosso ni msanii mwenye talent ya ajabu mno. Na hategemei sehemu ya kwamba eti hii ina watu ambao wanaojua figisu za mziki vizuri ndo ashine. Uwezo wake mwenyewe. EP ya Mbosso hii inaitwa EP album. Maana ni EP afu naongezea na album kidogo. Kaka imeweka rekodi kaka. Imeweka rekodi na historia Tanzania na Afrika. Inawaliza watu. Nyimbo 4 zimeweza kuingia kwenye trending namba 1 mpaka namba 4 kwenye Boomplay Afrika nzima. Mbosso kakamata namba 1. Ndio. Katika wiki hii hapo ambayo tunaimaliza hii. Ndio. Mbosso anakwenda kuweka historia. Na mimi nampongeza Mbosso kuondoka Wasafi. Unasema? Kaka Mbosso amestuka kuondoka Wasafi. Mbosso anakwenda kufanikiwa. Wasafi pange mdumaza. Diamond hapendi kupitwa. Unasema? Wasafi pange mdumaza Mbosso kwa sababu Simba hapendi kupitwa. Hasa kumposti sio shida. Kaka, kuna namna ambavyo Diamond anaweza akaposti EP ya Mbosso au wimbo wa Mbosso. Lakini baadaye akija kuona ya kwamba huyu mtoto anakuja moto zaidi, labda kuja kuchukua nafasi yangu ama kukaa juu yangu, atamchukia. Diamond hapendi kupitwa, lakini pia hataki msanii aje kuwa juu yake. Kumtengeneza mwenyewe. Hata kama kamtengeneza mwenyewe, lakini hii atamposti. Akisha kuja kumuona huyu mtoto mizizi inakamata vizuri akiwa nje ya mikono yake, hata kuja kumsupport. Mimi nakwambia. Ndio. Kaka nakwambia, Diamond tunamjua. Wasanii waliokuwa kwa Diamond walitoka. Sasa hivi Diamond hawasupporti. Na kuna mwingine kama Harmonize. Kulitengenezwa uadui ya kwamba wewe unataka kuja kuchukua nafasi yangu. Harmonize alichukiwa akiwa ndani ya Wasafi kwamba wewe unataka kushindana na mimi. Umesahau ile lete mkono tushindane. Umesahau kaka? Ilikuwa na trend zaidi. Kwa hiyo aliona ya kwamba Harmonize anakuja kuchukua nafasi yangu, akamchukia.
Kwa hiyo hata huyu Mbosso huyu akiona Mbosso anakuja kuwa moto zaidi, anataka kwenda kuchukua nafasi yake namba 1 kama ambavyo watu wanamuita, atakuja kumchukia Mbosso. Kama watu wanavyomuita Harmonize namba 1 au Mbosso namba 1. Ndio nakwambia hivi, Mondi hataki kupitwa hata kama msanii katoka kwenye mikono yake. Ndio. Lakini mimi nimpongeze mno Mbosso kwa sababu kutoka Wasafi ni kama mtoto ambaye ulikuwa kwenu kwa wazazi wako, sasa unakwenda kujitegemea, na ulivyotoka tu kwenu ndani ya muda mchache kujitegemea kwako, mafanikio yakaanza kuonekana. Umejenga nyumba, umenunua gari. Ndio kitu ambacho tunakiona kwa Mbosso ndani ya muda mfupi tokea aanzishe Can Music. Tunaona mafanikio ambayo yanajitokeza kwa upande wake. Viewers wengi kupita YouTube, streamings huko kwenye platform hapo album imepostiwa ni nyingi mno. Haya ni mafanikio makubwa. Kaka huyu Mbosso ana balaa kaka. Mbosso ana hatari. Mbosso ni daktari. Mbosso anatibu mioyo ya watu. Mbosso anatibu mioyo ya watu. Yaani nyimbo za Mbosso kaka ukizisikiliza, ukizisikiliza kwa makini, zinaingia hadi kwenye mishipa ya damu. Yaani damu inasisimuka. Mbosso Zinaingia kwenye mishipa ya damu. Kaka ombu isikilize ile nusu saa ile. Nusu saa ile. Ile nyimbo ukisikiliza, mwili unasisimuka. Huyu Mbosso ana balaa kaka. Huyu jamaa, kuna watu huwa muda mwingine wanasema ya kwamba alitoroka na daftari la wasanii wenzake. Kuna wasanii sasa hivi mashairi hawana anakuambia anamaliza kamusi. Hawa hiyo. Huyu kijana ana balaa sana. Kwake mi kurudi tena hilo haliwezekani. Tena hiyo. Kaka. Anakwambia ji kurudi bora nifuge nyani. Mtoto ana balaa sana huyu Mbosso. Huyu ndio Mbosso Kani Mshedede. Muhindi wa kusini. Mzee wa kuwaua. Kuna nyimbo moja ameweka vionjo vya Juliana na Bushoke. Nusu saa. Deka unavyodeka. Kaka kanikumbusha mbali sana. Mbali sana. Kuna kipande kimoja anakwambia nainua mkono mama, wakina mzee King. Watoto 2000 hawezi kujua hivyo kaka. Ndio. Mbosso Kani katurudisha enzi. Nyimbo ambazo mzee anasikiliza, kijana anasikiliza, yani kila age unasikiliza. Uwe mtoto, hakuna matusi mule. Sijasikia ifinye kwa ndani kwenye EP ya Mbosso. Ipeleke taratibu, sijasikia. Nyimbo ambazo unaweza kuzisikiliza kila sehemu. Nainua mkono mama, kitambaa cheupe, ishara ya mapenzi mama, osiora, jimora kaba. Huyo ndio Mbosso. Mbosso anatibu magonjwa sugu ya maradhi ya mapenzi. Jamaa, mapenzi nao kuna ugonjwa sugu ujue. Yaani kuna muda unaweza ukawa unapitia machungu kwenye mapenzi, lakini ukimsikiza Mbosso unapona. Unaweza ukawa uko kwenye penzi la raha, lakini ukimsikiza Mbosso zile raha zinaongezeka maradufu kupitia nyimbo za Mbosso. Tahadhari nyingi. Na mimi nampongeza mno, nitaendelea kumpongeza mno kutoka Wasafi. Na Mbosso naenda kumuona kwenda kuwa msanii mkubwa sana kimataifa kutokana na muziki wake. Angalia namna kwenye platforms hizo postiwa hizo nyimbo, soma comment nyingi nje ya Tanzania, watu wako Marekani, watu wako Ulaya, wako Asia, wamekubali nyimbo za Mbosso Kani. Mimi nitazidi kumsemea Mbosso na nitamsemea Mbosso. Anasema? Mbosso hana mtu wa kumsemea, mimi najitolea kumsemea Mbosso. Katika muziki wake. Najua yule baba yake yule wa zamani wa Kambo. Baba yake wa Kambo bwana. Alikotoka. Hata msupport sasa hivi kinafiki, tunajua. Mbosso akishakuja kuiva, haiwezi kuja kumsupport hivi. Wewe kwa unataka kupitwa kaka? Zile nyimbo alizotaja zote watu ndio wanazipenda sasa hivi. Sasa wewe ndugu yake huyo baba yake sasa hivi bila kutaja majina ya nchi, nyimbo haziendi. Unasema? Kenya watamu, Tanzania watamu, Kenya akili.
Rwanda Sula, hivyo ndo vinampeleka mjini sasa hivi. But bila hivyo haendi. Kwa hiyo mziki mzuri sasa hivi upo kwenye mikono ya Mbosso.